Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu kwenye makala ya Wako Wapi, makala ambayo unayapenda sana. Hii leo tumepata fursa ya kipekee ya kuzungumza na mwalimu Thomas Wasonga. Wengi wenu mnamjua kwa sababu amekuwa akiimba nyimbo za kizalendo kwa muda mrefu. Yeye ni naibu mkurugenzi ambaye anahusiana na sherehe za kitaifa katika afisi ya Rais. Tumemtafuta siku nyingi lakini hii leo tumempata. Ataweza kuzungumza nasi, atuambie siku hizi yuko wapi, anafanya nini, angali anaimba, na iwapo anaimba atatuambia kuhusiana na umuhimu wa nyimbo za kizalendo, ikizingatiwa kwamba baadhi ya Wakenya sasa wakiwasikia wanasema wanavumilia kuwa Wakenya. Karibu sana Bwana Wasonga na shukran sana kwa kuweza kutenga muda wako kuzungumza nasi. Nimekutafuta. Mimi binafsi najua si rahisi kukupata. Asante. Watu wasikuone hapa wakafikiria imekuwa rahisi. Rahisi. Si rahisi. Karibu sana. Thank you. Wakenya wangependa kujua sasa uko wapi, unafanya nini na ulianza lini kuimba, kwa sababu wengine pengine wanafikiria ulianza tu ulipokuwa pengine katika chuo kikuu, anakwenda kuna jina hapo mwalimu, wanashangaa hii safari yako ilikuwa vipi? Je, ulianza vipi? Na mwanzo kabisa uko wapi? Alafu tutatuambia ulianza lini. Nimekaa miaka mingi katika shughuli ya uimbaji, na mwanzo sikuwa mwimbaji, lakini ilikuwa imejificha kwa sababu sikuenda kwa shule ya uimbaji mwanzo. Kumbe nilikuwa na talanta ya uimbaji kwa sababu iko kwa family. Sasa ilijitokeza yenyewe wakati nilipokuwa shuleni. Alafu sasa baada ya kumaliza shule, sasa nilikuwa nakaa na ndugu yangu kwa Mombasa. Unamaanisha kidato cha 4? Kidato cha pili kwanza. Yes. Nilikuwa nakaa na ndugu yangu kwa Mombasa. Alafu sasa nilijiunga na kwaya ya kanisa ya St. Mary's Catholic Church. Na hapo ndio wale ambao walikuwa wanaongoza nyimbo waligundua ya kwamba naweza kuimba. Ni nani aliyekutambua ama ulijipata vipi katika uimbaji, hasa katika afisi ya Rais? Mama moja anaitwa Trefosa Nyango, alikuwa cultural officer area yetu, akakuja. Sasa yeye ndiye alifanya nianze kuunda nyimbo za kizalendo. Kwa sababu yeye ndiye aliniambia kwa mwalimu, unaunda nyimbo nzuri sana za kanisa, unaweza hata kuunda za kizalendo. Nikasema wacha nitajaribu. Alafu niliunda wimbo kwa sababu aliniambia kwamba nimechagua kwaya yako ili ende ikaribishe president akikuja. Sasa ndio niliunda wimbo wangu wa kwanza ambayo ilikuwa inaitwa Kenya Yetu Nchi Nzuri. Na ilipendeza watu sana. Na mbona uliacha kufunza na ukaamua kuegemea upande wa uimbaji? Mwalimu hakuna retirement, hakuna ex mwalimu, si ndio bado ninaitwa mwalimu. Ni kwamba tu darasa ndio siendi, lakini ninafundisha Kenya nzima. Ulijipata vipi katika afisi ya Rais? Nilialikwa na watu wakubwa wa elimu. Nilikuwa na shughuli nyingi ya watu wakubwa huko Mombasa Diani Beach. Alafu niliitwa na kwaya nikaimba. Kitu ambacho nilishangaza ni kwamba wakubwa wote walisimama kucheza, kuanzia hasa mstaafu Rais Kibaki, Honorable Raila Odinga. Alafu baada ya kuimba nikasikia minister ambaye alikuwa Honorable Wamalwa anamwambia president ya kwamba mimi nilikuwa katika hii kwaya, sisi ndio tuliimba hizi nyimbo kwa shule. Sasa baadaye ndio nikagundua kwamba karibu sasa watu ambao wako hapa kwa positions hizi kubwa ni wale ambao walipitia kwa nyimbo hizi. Sasa
ndio nikaunda Tawala Kenya. Umezungumzia wimbo wa Tawala Kenya ukanikumbusha mbali sana. Naomba tuimbie tu chorus tu peke yake. Ulikuwa mdogo sana mchanga. Naam, tulikuwa tunasikiza kwenye redio sana. Naam. Tawala Kenya, tawala, Tawala Kenya, tawala. Rais Moi, Tawala Kenya, tawala. Kwa hivyo hata wewe ni mwimbaji. Rais Moi, baba taifa Kenya, ongoza Kenya nchi yetu. Uko na albums ngapi? Nyimbo ni nyingi kwa sababu nyimbo ambayo nishaunda ni zaidi ya 40 na kitu, lakini zile ambayo nisha compile ni kama 15 ambayo zimekuwa compile vizuri. Lakini napanga kufanya video. Ni wimbo upi ambao unaupenda sana kwenye nyimbo zako zote, kwa sababu kuna ule ambao kila mtu akikutana na wewe anakuhusisha na huo wimbo kabisa? Mimi hasa nyimbo zangu zote, hata hakuna ile ambayo ninapenda, lakini kuna zile ambayo nasikia wasikilizaji wangu wanapenda. Lakini mimi zote ni sawa tu, kwa sababu ile ambayo imeenda sana labda ni kwa sababu ya maneno ambayo yako pale, na sauti pia ni Mkenya daima, yani tuishangilia Kenya. Daima Kenya nchi tunayoipenda daima. Umezungumzia uzalendo. Mbona uliamua kuimba nyimbo za kizalendo? Kwa sababu wewe ukiwa Mkatoliki pengine ungeamua kuimba nyimbo za kanisa, na kwa sababu Wakenya sasa ni wachache sana ambao utawasikia kweli wakiimba nyimbo za kizalendo. Kuna baadhi ambao hawa wanasema tu wanavumilia kwa Wakenya. Mbona nyimbo za kizalendo? Nilikuwa naona majirani yetu nchi zingine kulikuwa na tabu nyingi sana kwa sababu ya watu kugawanyika kikabila, na hasa ni kabila katika Afrika. Kwa tunaona kama Uganda, Somalia na wengine, na hasa mwanzo wakati nilikuwa shule, ilikuwa kwanza kitu ambayo iliniguza sana ilikuwa wakati wa Kongo walikuwa nakimbia wanakuja upande huu. Hata wakati moja tulikutana na sister moja, wakatuambia walitembea kutoka Kinshasa. Wakati huo ilikuwa inaitwa Leopardville. Wakapita Uganda mpaka wakaingia Kenya. Sasa hiyo iliniguza sana. Alafu tulikuwa tunauliza kwa nini mambo kama haya yanatendeka. Miaka mingi imepita, Jamhuri Kenya yetu. Miaka mingi imepita, Jamhuri Kenya yetu. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Ego Jamhuri, ego Jamhuri, ego Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Ego Jamhuri, ego Jamhuri, ego Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Mikoa yaenda mbele, wilaya zaenda mbele, tarafa zaenda mbele, nchi yetu yaenda mbele.
kuna utofauti wowote kati ya rais mstaafu Daniel Arap Moi, rais mstaafu Mwai Kibaki na rais wa sasa Uhuru Kenyatta? Kwa sababu kitambo watu walikuwa wanaona kwamba rais Moi alikuwa anapenda kutumbuizwa sana wafanyakazi na hao marais wote. Je, kuna utofauti wowote? Hakuna tofauti kubwa. Tofauti ni wakati na wale ambao wanaongoza sherehe. Kitu ambayo nishagundua, hao wote wanapenda music, lakini wakati ndio umebadilika. Na wakati wa rais mstaafu Moi, wajua katiba pia ilikuwa tofauti. Kwa hivyo kila kitu ilikuwa mtu mmoja. Kwa hivyo wakati ule mimi niliwekwa katika kazi hii ya kutayarisha nyimbo katika Kenya nzima. Nilikuwa bado niko peke yangu, kwa sababu wakati huo hata Music Commission mahali nimetokea nilikuwa haijaanzishwa. Nilikuwa ninatengeneza mass choir ya kama karibu watu 1,000, 2,000, 3,000. Alafu tena ninakagua nyimbo za wale wengine ambao, kwa sababu si mass choir peke yake ndio huwa inaimbia katika sherehe ya rais. Ni kwaya nyingi sana traditional, hizi ngoma za kitamaduni, nakuja ninakagua yote. Na rais mstaafu alikuwa anapenda sana music. Kwa hivyo kila sherehe ilikuwa mpaka tuwe na hizo. Lakini baadaye rais Kibaki pia alichukua. Mwanzo watu walikuwa wanafikiria kwamba hapendi muziki. Hata wakati wa mwanzo watu walikuwa na uoga wakati NARC iliingia kwa nini, walikuwa wanasema ya kwamba hii serikali ambayo imeingia hatuamini kama inapenda utamaduni yetu. Lakini wakati mmoja alipokuwa anaenda Mombasa kwa mwaka mpya, sherehe ya mwaka mpya, tuliongea na wale viongozi ambao wanashughulika na sherehe huko ambao wako kwa Ikulu, na wakamuongelesha, wakasema ya kwamba watu wa music wanataka kutayarisha Christmas Carol alafu New Year, na alikubali, na tuliendelea vizuri sana. Na hata kila wakati mimi wakati wake nimeenda kwa shughuli hizo, nilikuwa natayarisha nyimbo hizo na kadhalika. Na rais wa sasa kwanza anapenda music zaidi. Shughuli ndio sasa ni tofauti. Yeah. Anapenda hata akiwa na wanakwaya anaingilia mpaka hata siku moja wajua alinitembelea huko Music Commission. Wakati wiki ile Rais Obama alikuwa anakuja, aliamua tu kutembea kwa barabara hiyo tu na watu wake wachache. Na sisi tulikuwa tunafanya mazoezi kwa shughuli tofauti. Si hiyo ya Obama, ilikuwa shughuli ya Jama Fest. Hii festival inakuanga ya East African Community ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni kisa kipi ambacho unakumbuka sana matukio katika safari hii ya uimbaji, ukiwa ni mtu ambaye unashirikiana kwa karibu sana na marais? Ni kisa kipi ambacho ukiangalia nyuma miaka hii yote tangu mwaka wa 1983 unakikumbuka sana? Ilikuwa shughuli ya Jama Fest. Hii festival inakuanga ya East African Community ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tulikuwa na kwaya kadhaa hapo. Ghafla saa 10:30 sisi tunaona tu mtu ameingia, ninaitwa president ameingia kwa compound na miguu. Amekuja tu na miguu, ghafla watu hata hawakujua. Kwanza alipita kwa gate bila watu kujua. Hata security hawakujua. Alikuwa tuna kofia tu na nguo ya kawaida. Na alifurahi sana. Hata akatualika, na sisi ndio mimi peke yangu na kwaya yangu hiyo ndio tulikuwa kwaya wakati ule wa kukaribisha Rais Obama huko State House. Wengine zilikuwa bands. Je, una maoni yapi kuhusiana na wanamuziki wa sasa? Kwa sababu kuna wengi ambao wanawakosoa kwa kusema kwamba wanaimba tu nyimbo za kusisimua na pengine kutafuta hela, na nyimbo nyingi hazina maadili. Kitu ambacho nimeona ni kwamba si makosa ya vijana, lakini makosa ya sisi wazee wenyewe. Na hasa hii kitu ilitokea wakati
tunaita subject nini hiyo ya muziki ilipotolewa kwa syllabus ya mashule ya msingi. Kwa sababu ilipotolewa bado iko lakini si lazima. Sasa walikuwa wanasema ni watu wakitaka. Ilipotolewa sasa kulitokea pengo. Na pengo ikitokea itajazwa. Na sasa ndio vijana wanajaza vile wanataka bila mwongozo. Nimesikiza nyimbo za vijana sana. Tunes, yani sauti ni nzuri. Lakini mpangilio ya maneno ndio kuna tashwishi. Kwa sababu wanataka mwongozo kidogo ili wajue ni nini. Kwa hivyo umeona kama nyimbo za vijana sasa nyingi ni za kusifu wasichana na mapenzi, lakini tena hata si mapenzi kwa lugha nzuri, mapenzi kwa lugha chafu. Na si kwamba watu walikuwa hawaimbi nyimbo za mapenzi. Unaona wazee kama Daudi Kabaka, David Amunga na kadhalika walikuwa wanatumia lugha safi sana, ambayo hata wimbo ikiimbwa mbele ya watoto na wazee wanakaa pamoja na wanajiburudisha tu. Lakini sasa nyimbo za sasa watoto wanasikiza peke yao, wazee wanasikiza peke yao kwa sababu maneno imechafuka, lakini kwa sababu hiyo. Lakini kitu ambayo tena inanifurahisha ni hawa vijana, kwa sababu mimi bado ninafanya hata na vijana na wananipenda sana. Wananitembelea akina Rafton, akina nani Jua Kali, akina hao wananitembelea, wanauliza mashauri na mzee iko nini na nini, na naona wanapenda tena mtindo hizi za zamani sana. Kwa hivyo kitu ambacho nataka sasa ni mwongozo ambayo inatakikana itoke hata kwa serikali, kwa idara yetu ya culture, ili turudie hizi mambo yetu ya zamani na tuongoze vijana wetu ili wasiwache njia. Kwa sababu hata kucheza yenyewe inatakikana iwe itulizwe ili iwe kitu ambacho, kwa sababu kujiburudisha si kufanya mambo machafu. Hiyo ndio mchanganyiko ambao wanafanya. Yaani wanachanganya, hata mtu anatoa nguo anakuwa na nguo ya ndani, hata hiyo ndio anajiburudisha. Sasa hiyo ni kiburudisha maana, kwa sababu hiyo ashageuza attention ni mambo mengine. Hata watu hawasikizi wimbo wake, wanasikiza vile uchi mtu yuko. Yeah. Kwa hivyo hiyo peke yake ndio ninaona kuna tofauti, lakini ni juu yetu. Lakini naona kama vijana wanaanza kubadilika. Umekabiliana na changamoto bila shaka katika safari hii ya uimbaji. Je, ni changamoto zipi ambazo umekabiliana nazo? Katika safari ya uimbaji kuna changamoto nyingi kidogo. Kwanza kama uimbaji mpaka uwe mtu ambaye yuko na tabia nzuri. Kwa sababu kwa kawaida wakati tulikuwa bado vijana kuna vitu vya kuvuta. Kwanza pesa inaweza kuvuta wewe, wasichana wanaweza kuvuta wewe, na umaarufu pia inaweza kuvuta wewe. Lakini ukichukua kazi yako kama wewe unatumikia watu wako, wananchi, na unatumikia Mungu, utashughulika na hiyo. Na nimeona vitu hivyo tatu ambao nimekueleza vinaweza kufanya hata yule mwimbaji mzuri sana afifie haraka sana. Watu wakishagundua ya kwamba, kwa sababu ukienda kwa stage wanataka kuona wewe kama binafsi, kama maneno ambayo unasema wewe pia umeamini ama unataka uonekane. Ukiona tu ukisimama kwa stage alafu anaona huyo ameenda tu kujionyesha, utaona hata wimbo, hata ikiwa wimbo hapo ni safi namna gani, utaona watu hawapendi. Na pia mchanganyiko hiyo vitu vingine hivyo kama kufuatana kwa mambo ya mapenzi nini na nini, hiyo ni rahisi sana kuangusha mtu, na hiyo pia ndio inaangusha watu. Alafu tena kuna kitu kingine tena ambayo nimesahau muhimu sana, ni pombe. Hiyo
Kwanza hiyo ndio nguzo ya hizi zote, hiyo ninaleta hizi zote kwa sababu ukilewa unaweza kuingia kwa kila shida yoyote ambayo unataka. Kwa hivyo hiyo ndio vijana waimbaji, hasa niseme waimbaji, wajua wakishawekwa juu, wanaona pombe iko pale tayari, nani yuko pale, alafu mara moja ashafuruga maisha yake mpaka sasa hawezi, alafu watu wanamwacha. Yeah. Umesema kwamba nyimbo nyingi ziko kwenye audio. Ni kitu gani ambacho kimekuzuia wewe kuweka nyimbo zako kwenye video, kwa sababu ni nyimbo ambazo Wakenya wangependa kuzisikiza kwa miaka mingi? Mimi vile watu wananijua katika Kenya, wanajua mimi ni tajiri sana, kwa sababu nimekuwa na viongozi wakubwa, lakini kiroho mimi ni tajiri sana. Lakini mambo mengine sawa, lakini nimetosheka na hiyo, kwa sababu kitu muhimu ni kwamba unaweza kula, unaweza kufundisha mtoto wako, lakini shida ambayo iko ni fedha ya kufanya hiyo. Kwa hivyo nikipata sponsor inaweza kusaidia mimi sana. Ninajua hata muziki yangu iko nyingi sana, hata zingine zimewekwa kwa internet bila mimi kujua. Sasa sijui nani anakula hapo kwa YouTube na kadhalika, isipokuwa si zile standard ambazo ninataka, lakini nimetayarisha audio. Nikipata wale ambao wanaweza kunisaidia, naweza kutoa video nzuri sana. Naam. Na tukimalizia, tupe kauli zako za mwisho kama mzee ambaye umekuwepo kwa siku nyingi na umeona mambo yakifanyika. Kauli zako za mwisho tukimalizia. Kitu ambacho ningependa kuongezea ni juu ya talanta. Kitu hasa upande wa watu wa artists, wasanii Mungu alipatia talanta, na kila mmoja ana talanta yake. Na hasa sisi tuna bahati ya kwamba talanta yetu ni rahisi sana kupenya mahali popote. Tutumie talanta yetu kwa njia nzuri, na hasa tutumie talanta yetu katika kuombea nchi yetu ili tuwe na amani na tuwe na maendeleo na tuwe na uhusiano mwema, kwa sababu ikiwa watu wamejumuika pamoja, ndio hata talanta yako hiyo unaweza kutumia. Na tusivutwe na mambo ya siasa sana. Ikiwa sisi ni waimbaji, tuwe tu waimbaji. Kama mimi uimbaji tu, ninaimbia nchi yangu, na kiongozi ambao wananchi wamechagua ndio wangu. Kwa hivyo mimi sichagui kiongozi, wananchi ndio wanachagua. Na kiongozi pia anatoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna mtu anaweza kuongoza bila kutoka kwa Mungu. Na asante sana kwa muda wako Bwana Wasonga, mwalimu Wasonga. Asante sana. Nashukuru sana. Na mtazamaji, asante sana kwa kuweza kujumuika nasi kwenye makala haya ya Wako Wapi. Amekuwa ni mwalimu Thomas Wasonga. Bila shaka umemsikia akiimba, bado anaimba, angali ana sauti ile nyororo kabisa ambayo ungependa sana kuisikia, si tu wakati wa sherehe za kitaifa, lakini wakati wowote katika redio zetu, televisheni zetu, ili kuweza kutuleta pamoja. Mimi ni Mary Kilobi, Mola akiridhia tukutane weekend ijayo, tutakuwa na mgeni mwingine. Kwa heri.